mambo bila shaka, na naamini kwamba kwa YouTube pia sasa hivi tuko live, unaweza ukatutazama hapo. Kwa hiyo unaweza ukaingia hapo kumradhi, unaweza ukaingia hapo alafu ukaanza kuniandikia ujumbe wako. So leo tuna Big Willy, alafu tuna Fanani. Huyu mwingine mnayemwona hapa baadaye atatutambulisha sasa yeye ni nani. Kwa hiyo usijali, unaweza kukuta ni kizazi kipya hichi cha Hard Blasters na wewe ukawa ndo unapata nafasi ya kukijua. Sasa kwa heshima sana naomba nimkaribishe Big Willy. Mambo vipi brother? Fresh kabisa. Au sio Yeah. Karibu sogea mai kidogo samari. Okay. Yeah bwana. Bana Big Willy, umepotea kabisa kwenye ramani ya vyombo vya habari, kwenye ramani ya muziki ulikuwa umejificha kabisa kama vile haukuexist. Ni sisi tulikuwa tunakutaja, tunakuzungumza, napiga story about you na nini. Ni nini hasa kilikuwepo hapo kati? Kwamba uliamua tu ujiondoe kwanza ama nini hasa? Naweza kusema kwamba ni industry ambayo nipo kidogo imenikamata. Kwa hiyo ndio maana unaona sionekana, lakini binafsi nafuatilia sana, yani kama nyimbo zinavyotoka hizi video za vijana wa sasa hivi, yani nyingi nazijua, hata nyimbo pia, yani nyimbo nyingi sana zikitoka najua. Kwa hiyo sio huko sionekana, lakini nafuatilia. Okay. Yes. Sawa bwana. Leo bwana si unajua tuna mambo yetu bwana. Big Willy alikuwepo miaka mingi iliyopita na miongoni mwa wale founding members wa Hard Blasters ni yeye. Kwa hivyo anaweza sasa kutuambia kwenye game uliingia rasmi wewe kabla, before Hard Blasters na vingineo, kuanza muziki, yani kuutamani na kufanya kabisa, ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa ni muda mrefu, lakini miaka 80 mwishoni hivi. 80. 89 hivi. Lakini ile kuingia rasmi kabisa ilikuwa mwaka 91. Yes, okay. Yes. Kipindi hicho ndio ilikuwa form 3. Kwa hiyo nilipoanza form 4 ndio tukaingia rasmi kabisa, na kitu ambacho kilisababisha kuingia kwenye game kipindi kile nakumbuka Not By Nature. Not By Nature. Yes. Ndio walituimpress sana ile nyimbo Hip Hop Hooray. Yes. Okay. Wakina Fresh Prince. Fresh Prince. Yes, Summertime. Okay. Nyimbo ambazo zilinimpress mpaka nikaanza kufanya music. All right. Sawa. Tukihesabu kutoka 1991 ambao ni mwaka rasmi, tutoe ile 89 ile ni kwamba miaka kama 35 hivi iliyopita. So kwa wewe una miaka 35, manake Big Willy anaanza muziki wewe ndio umezaliwa. Kama una miaka 30, manake alianza muziki miaka 5 kabla ya wewe kuzaliwa. So put some respect bwana ukisikia Big Willy's name, au sio bwana? Na kwa heshima sana wacha tumpe makofi ya heshima bwana Big Willy, au sio? Kama ilivyo kawaida ya The Classic, huwa tunafanya hivyo. Na my brother alipokuja hapa tulimpigia makofi yake heshima. Kwa hiyo ulikuwa miongoni mwa wale top 10 kabisa wa kwanza wa The Classic. Nafikiri ulikuwa ni mgeni wetu wa 3 kabisa kwenye show tulipoanza. Now show ina miaka 6 now. Inaenda. Yeah. Kwa hiyo so in 35 years bwana, nafikiri tunaweza kupata vitu vya kufikirika tunasema wakati ule. Yes. 1989 mpaka 1991 hapo, how ulikuwa unapata informations za kina Not By Nature au lowataja Will Smith? Kuna namna ambayo either ulikuwa ilibidi uwe wakishua sana au una hang na babaharia, au kuna au ulikuwa unapata hizi informations? Yani kwa kifupi tulikuwa tunapata nyimbo nyingi sana kupitia kwa kina Bonnie Love. Okay. Na kipindi kile Ruge alikuwa Marekani. Kwa hiyo alikuwa anatuma nyimbo nyingi sana. Zikitoka nyimbo tu kama nyimbo leo, kesho kutwa
LP ishafika. Okay. Kwa vijana sasa hivi wanaanza wasinielewe. Yeah. Kwa Kiswahili Santuri. Yes, LP. Yeah. Kwa hiyo Ruge kwa natuma. Kwa hiyo zikawa zikifika cloud, sababu kipindi kile sisi tukaanza kurekodi, tulianza Mawingu ambayo ndo Bond alikuwa producer. Yeah. Kwa hiyo nyimbo nyingi tulikuwa tunazisikia pale. Sababu pale mara nyingi ndo walikuwa wanafanya mazoezi. Yeah. Kwa hiyo tulikuwa tunazisikia pale, tunazipata pale. Kwa hiyo vyanzo vingi tulikuwa tunapata pale. Na sometimes tukienda kwenye disco lao lile. Yeah. Kule Poolside pia. Yes. Okay. Yeah. I say safi sana. Sasa that time una nini kinakupa taswira, hizo zilikuwa ni kama zama za giza hizo kwenye muziki, unajua. Yani wajanja ni wachache nini, unajua, lakini pia kulikuwa kuna upinzani wa mtaa ule kwamba unajifanya Marekani kisha changanyikiwa huyu. Stories za aina hiyo ulikuwa unakabiliana nazo vipi hasa? Kwa kifupi, kwa upinzani huo kwa mtaani ulikuwa hamna, ila ulikuwa upinzani kwenye magroup ya ambao kipindi kile alikuwepo. Sawa. Okay, yeah. Kwa sababu tulikuwepo sisi, walikuwepo Young Mob, walikuwepo Kwanza Unit au kwa kifupi KU Crew. Sawa. Na baadaye kaja Too Proud in BBG, ambao ndo Sugu huyo. Unaelewa? Kwa hiyo kuna upinzani sana kwenye magroup kama haya. Baadaye kaja Diplomats. Yes. Na makundi mengi ndio upinzani ulikuwa, lakini kwa mtaa kulikuwa kuna upinzani kama sijui Marekani kwa mambo kama haya. Okay. Ila changamoto kubwa ilikuwa ni kwa washua. Yani wazee. Ndio hiyo ilikuwa nataka kujua nyumbani. Yes, ilikuwa kwa wazee kwamba wewe vipi? Tunaelewa. Yani kwa ile unaona kama mtoto bora kama anapotea hivi, si unajua? Lakini after long run wakaanza kutuelewa. Kwa sababu nakumbuka wakati tunaanza kupiga show za nje mwaka 95 tulienda Mwanza. Tulienda watu wanne, tulienda Too Proud ambayo ndo Sugu sasa hivi. Ras Pompidou, sijui kama kuna watu ambao wanamfahamu. Ras Pompidou, yes. Jina kubwa sana. Yes. Na Crazy T ambayo ndo huyu Fanani sasa hivi. Crazy T. Tukaenda kupiga show Mwanza. Ilikuwa show kubwa sana na 95. Okay. Kiukweli tulilipo hela ambayo yani kwa sasa hivi naweza kusema kwa vijana sasa hivi naweza kuta kama milioni 20 hivi. Nakwambia kwa serious. Fanani huyo atakwambia. Hata tulilipwa hela nzuri sana. Mimi nilirudi home. Nilifanya kitu kubwa sana ambacho mshua mwenyewe akasema bana, kumbe mnapata hela. Nikamwambia mzee ndio hivyo, si unajua? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Ulimjengea nini mzee akashtuka? Kuna some furniture fulani hivi ya amazing niliziingiza pale home. Okay. Umeelewa? Yes. Okay. Sawa. Katika mazungumzo yangu mengi ambayo nilizungumza na kaka mkubwa hapa Fanani, alikuwa anasema kwamba jina lako maarufu ulikuwa unatambulika kama Simba. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Kumradhi kidogo. Sasa anasema Fanani alikuwa anasema Big Willy ndio Simba kabla ya masimba wote waliofuatia. Kabisa. Nini hasa kilikupa that name Simba wakati huo? Jina la Simba nilipewa kwa sababu nilikuwa mtu mmoja ambaye kwanza nilikuwa na maamuzi magumu. Okay. Alafu nilikuwa ni mtu mmoja ambaye sikubali kushindwa. Ushanielewa? Yani nikisema bwana hapa tunafanya hivi. Sometimes ulikuwa kama watu yani inakuwa maamuzi magumu kwa watu wengine inakuwa ni magumu. Lakini niambia no, hii tunafanya hivi. Ushanielewa? Kwa hiyo ndo hapo sasa bwana wewe Simba. Ukiamua kumkamata mtu fulani kama Simba anavyokuwa anakamata wanyama hivi, unajua? Akiamua kukamata yani hashindwi. Kwa bwana wewe Simba. Kwa ndo lika. Okay. Sawa. So ladies and gentlemen, tuko na Hard Blasters hapa na unayemsikia sasa hivi hapo ni Big Willy, okay, ambaye alikuwa ndio kama kaka mkubwa kinara kabisa pia wa Hard Blasters. Na kama uliwahi kufuatilia mahojiano ambayo alimefanya na Fanani, uliona alikuwa akimpa maua yake mwenyewe kabisa, namna ambavyo alikuwa akisaidia zile harakati za namna ambavyo walivyokuwa wanafanya kwa pamoja. Tunakubaliana kuwa hili ni kundi ambalo kimsingi heshima yake
inabaki hapo kwa sababu ya kile ambacho umeweza kukifanya, lakini tunakubaliana kwamba mapinduzi yenyewe kabisa halisi yalikuwa yanatokea hapa kwa Hard Blasters, kutokana tuna mchango wao mkubwa kabisa hasa katika kuiaminisha jamii kwamba kinachofanyika hapa sio uhuni ambao watu wengi walikuwa wakiamini kwamba kinachofanyika ni uhuni. Sasa hiyo ndio ilikuwa faida kubwa ya kundi hili. Sasa nacheza wimbo mmoja hapa ambao unakuwa kama ni classic gem of the hour number 1, ambayo yes ni miongoni mwa ngoma zao maarufu sana, na nacheza hii ili nipate hadithi kupitia wimbo huu ambao bila shaka hiyo 1995 ambayo Big Will ameitaja hapa, hiyo itakuwa wimbo huu pengine ulitoka, kama kumbukumbu zangu zitakuwa ziko sawa, unaitwa Chuzi Limekubali. Mtoto ili kombe mtoto upime joto, upige bakora za moto, kulia kushoto, ongeza mkongoto juu ya moto mtoto. Aha, chuzi limekubali mambo yote kule wa. Chuzi limekubali mambo yi mambo wa. Wa Limekubali mambo yi mambo wa. Chuzi limekubali mambo yi mambo wa. Sorry mkubwa. Tata fanani hiyo. Ya kwako hiyo. Hiyo prof, ule maliza. Afu kuna kipindi mlikuwa kama mnataka sauti zilikuwa prof huyo prof huyo. Yeah, shout out to Professor J. Yeah. Kama kinyonga, ronga, soga, upate kidonda, ngonda, na ukizibika tuzike mkonga. Naona wengine wanatoka bomba, so kama naponda kushaomba. Nini unabonga, wewinga mwoga, misili ya nonda, tatizo mboga, weki tonga, kwa kuhonga, utatengua nyonga, au kaka kupita skonga. Kinabo acha vihoja, hii ni meli ya sumu, moto wa gas, misili ya salatoga. Wanga wananita komba, lakini ndo kwanza mzinga na chonga. Ni jei wa mituringa, mbona unakonda? baki wazee wa Gonga, unapojinyonga, mkapa kasamba, tizedi ya kwanza kwa omba omba, na unapo bolonga, mrifu au mnangonga. Nyama ni woga, kuweka kiboga. Mambo ye, mambo wa. Chuzi limekubali mambo ye. Wa. Piga miruzi panapofaa. Chuzi limekubali mambo ye, mambo wa. Mwenda wazimu ni kama taa, natoa nuru kwa wanyonge wasikate tamaa. Katika zana ikifaa kinachofaa, naleta mavitu wezuba. Chupi limekupaya unadiriki kukataa. Chuzi limekubali mambo yi mambo wa. Ni furaha sio kifani, hakuna asiyetambua mibala katika fani. Na kupaladha na kakama nafika uwani, kiweza jibu chumani kupe uzani. Na hii ndio rap bizani na otamani duniani. Ndio maana gangamana shika sukani hayawani. Napata shada hewani kizaza na tafulani, na mwaga mazaga zaga kiwia roho yenye thamani. Na pepalaga zimejaa kichwani mwafanani, wezaga zaga potea gizani. Kwanza mtoto mbele ya watu we burudani. Chuzi limekubali ndani ya fani, we ajinani wapi zamani. Hili ni goma zito halina mpinzani, jaribu baadaye au mwakani. Eyo, chuzi limekubali mambo yi mambo wa. 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 Okay. Ladies and gentlemen, tulikuwa tunaipiga Chuzi limekubali hapa kwa sababu ilikuwa ndio classic gem of the hour ya kwanza. Tukaona tuende nayo live hapa. So umemsikia Big Will ambaye alipiga verse ya kwanza, verse ya pili ilisimamiwa na Professor J mwenyewe, ambaye tarehe 1 mwezi wa 5 tunakwenda kumpa heshima yake bwana katika Bongo Flava Honor. Hard Blasters wako hapa kwa ajili yake, lakini leo tumeona ni vyema tuzungumze na ndugu zetu hawa ambao walikuwa na Professor miaka yote, ili Professor
hapa leo kama wakimchana wa mchana leo. Tumemtenga kwenye kikao cha leo. Au sio bwana, wakati anaendelea kupiga tizi. Yeye anapiga tizi sasa hizi kwa ajili ya kujiandaa na show, lakini kwa leo hapa tunapata nafasi ya kuzungumza naye. This was 1995, eh? Yes, yes. Hii ilikuwa ni track ya ngapi kurekodiwa na as a crew? Hii haikuwa 95 kutoka, but kwenye 95 ni masuala ya kuandika lyrics na kila kitu, lakini kaja kutoka wakati tunaenda 2000. Na kwa 95 ilikuwa kwenye kuandika. Kwa hiyo na ilikuwa ni nyimbo za awali ambazo tulisambulisha kwenye albamu yetu ya Funga Kazi. Okay. Yes, kwa hiyo kwenye kipindi cha 95 naenda 96 ni nyimbo ambayo ilikuwepo tayari ipo. Ilikuwa mnaifanyia mazoezi. Okay. Tunaifanyia hivyo kwenye show. Kuja ikajumuishwa kwenye album. Ikajumuishwa kwenye album, exactly. Yeah, album ya Funga Kazi. Yes. Okay. So, ilikuwa nasema kwenye kuirekodi. Yeah. Ilikuwa ngoma ngapi? Hiyo ilikuwa kama haikuwahi kurekodiwa before. No. Ilirekodiwa. Tulirekodi before. Yes. Tulirekodi. That was 19 and ngapi? Kuna 95. Yeah, 95. Yes. Yeah, ndo nakumbuka hicho kitu kwamba 1995 kama ilirekodiwa alafu baadaye ndo ikarudia tena. Yeah. So kuna possibility ilikuwa ni ya kwanza kabisa kurekodiwa. Exactly. Kwa hiyo maana hiyo kumbukumbu zangu mimi ndo zinaniambia officially ilikuwa track ya kwanza kurekodiwa Hablasses ilikuwa ni hii. Ingawa baadaye ndio mkaiweka kwenye album. Yes. Probably ilikuwa labda production haikuwa sawa zile. Yes, za kwanza, si ndio? Kwa hiyo kumbukumbu ziko sawa. Sasa ndio nilikuwa nataka kukumbuka kwamba namna ambavyo ilivyokuwa, ningependa kupata the story. Farani, ushaniambia namna ambavyo Professor alikuja kujiunga. Of course Professor hakuwa sehemu ya Hablasses hapo kabla. Yes. Lakini namna ambavyo alikuja kutaka nafasi na deliveries yake ile ikawashangaza. Exactly. This song inatoa hiyo taswira kwamba how Professor alikuwa hungry. Yeah. So Big Willy, hebu niambie namna Professor alivyokuwa na rap, anavyotiririka kwenye huu wimbo na dini. Una kumbukumbu ya namna ambavyo ulimpokea Professor J na kuingia mpaka anapata namba tunasema kwenye Hard Blasters? Yeah, nakumbuka Professor alikuja kwetu, aliletwa na mshikaji mmoja anaitwa Killer B. Yes. Kipindi hicho tulikuwa tunarekodi album ya pili ambayo haikutoka. Umeelewa? Kuna rekodi nyimbo moja inaitwa Stand for Action. Umeelewa? Kwa hiyo Killer B alikuwa anaingiza verse. Kwa hiyo wakati alikuja studio kule Sun Crafters. It's straight up. Straight up. So Stand for Action play. No, it's straight up. Kweli, yes. Kweli. Yes, it's straight up. Kwa hiyo alipokuja kule kurekodi ile nyimbo tukawa na studio kule. Okay. Kwa hiyo unajua kama mmekaa hivi mnakuwa sometimes mnakuwa kama na freestyle. Yeah. Kwa wakati ana freestyle nyimbo zake, bwana vipi? Jamaa naona kama anaweza, unajua? Yeah. Kwa kabidi tumpe nafasi. Ushaelewa? Ndio nyimbo kwanza tukafanya na Choose limekubali. Okay. Yes. Okay. Sawa. So the first wakati anaingia wale member wengine ambao mlianza nao kwenye Hard Blasters. Yes. Foundation. Ambao mwanzoni ilikuwa 4, si ndio? Yes, 1. Ambapo baadaye wale wawili ndo waka step down. Yeah. So Professor aliingia wakati bado wapo? Hapana. Ama wakati washachomoka? Wakati washachomoka. Yes. Kwa alikuta kuna namba 2 ziko wazi. Yes. Akala moja. Yani ilikuwa iko hivi kaka, during mashindano ya rap tulikuwa tuna Prof alikuwa anakuja na feature na sisi kwa sababu wale wenzetu namna walikuwa kibanwa na familia. Alafu tayari tushakuwa na ushirikiano na Prof. Akawa anashiriki kwenye mashindano, kwa mfano mashindano ya 95 ile kaka ambao sisi tulikuwa mabingwa. Alishiriki kwenye raundi ya kwanza na ya pili. Hakuwepo finali. Akawa ameenda shule. Pale ndo alianza kuonekana. Kwa hiyo baada ya mashindano yeye aliporudi toka shule, wenzetu wawili tayari wakawa wamesha step down. Yes. Kwa hiyo tukawa tunaendelea naye kwa sababu kumbuka mashindano ya awali ya mwanzo ambao sisi tulikuwa washindi wa pili, mtu ambaye alijiunga na sisi alikuwa ni Tough Jam. Tukawa na Tough Jam ambaye naye akakaa muda mrefu akaenda Marekani. Okay. So
Prof akaja akakava ile nafasi. Okay. Baada ya wawili ku step down. From huo mwaka 95 onwards Prof anakuwa ni sehemu ya Blasters. Yes. Okay. Safi sana. So Big Willy, nataka baada ya matangazo hapa, nataka tukirudi uniambie kitu kimoja. Hii leo tunamsema mtu leo kidogo. Sawa sawa. Wewe unachukuliwa kama ulikuwa na nidhamu sana. Kweli. Kiasi kwamba hawa mabwana pamoja na utukutu wao walikuwa wanakusikiliza. Kweli. Kaka mkubwa. Big brother. Big bro. Nataka unaambia enzi hizi Professor J alikuwa ni aina gani wakati ndo anaitwa Nigga J. Wametulinga. So tutarudi baada ya matangazo hapa. Ni rafu kidogo, kikohozi cha hapa na pale huwa kinanishika wakati mwingine, kwa hiyo tutavumiliana hivyo hivyo kidogo, lakini nikasema leo bana ni siku muhimu sana na lazima tupate stories 2-3 ambazo zitatufanya atufurahie. Kwa hiyo tuko nao live hapa. Ninawaona ndugu zangu ambao mko YouTube hapa, na nitapitia ujumbe wenu kadri ambavyo nitakuwa najitahidi ili kuweza kushare mawili matatu hapa. Ali Mrangi Girimresa anasema mdau asiyechuja wa Saloon Vina Mabibo, nipo nafuatilia kipindi mwanzo hadi mwisho. Asante sana brother, nashukuru sana kufuatilia live kwenye YouTube, sio mchezo, bando linaondoka sana. Masonda Mhulula anasema wewe mzee baba tuko pamoja jana na leo, moja kwa moja kutoka Dubai. Asante brother. Juma Semindu anasema nipo Yombo Vituka na wafuatilia hadi tamati. Asante sana brother. Good luck Beleda, mtoto wa mzee mnyonge toka pande za Kome Mti wa Dhambi Buchosa Mwanza, tuko pamoja hadi tamati. Asante. Anthony Moses anasema ise leo patamu, nimefurahi kumuona Big Willy kwa mara ya kwanza, nilikuwa namsikia tu na kwenye wimbo waniamini mwamba aliua sana vina kama vyote kuvichaka. Asante kwa kutuletea. Baadaye basi utapiga niamini mzee, sio? Sawa. Tupo live mpaka tamati. Asante. Anaitwa Ahasha E9. Bwana jasusi wa EFM, nipo dukani kwangu na wateja wangu tunasikiliza the classic ya kuvichaka misuti kibonge tozi. Sasa leo Kelvin John sijavaa suti, leo nimepiga kaftani, leo nimekuja kama nimetokea Abuja hivi. Leo naenda kama Kuvio Basanjo. Na hii unaweza ukaiona kama unaishuhudia hapo, hii imetoka Prince Cotois. Unaweza ukapata pale Magomeni Mwenye Mkuu pale, wanatazamana na ule ukuta wa makaburini pale. Ukifika muulizie Prince Cotois pale, utapata kama hii uhakika kabisa. Kwa hiyo leo nimetokea kama Mnyamwezi wa kutokea Abuja, lakini na hii special kwa ajili ya kaka zangu Hard Blasters. Sisi ni classic. Yes. Yeah. Kumradhi. Sema nipo shop kwangu ni Washa TV na waangalia Wamba, sikuwahi kuwaona kabisa, ile leo ndio first one. Sawa basi na kuonyesha huyu mwenye jacket hapa kama rangi fulani hivi, damu ya mzee. Huyu anaitwa Terry Fanani, na kushoto mkono wangu wa kushoto sasa hapa mwenye t-shirt nyeupe, yeye ndio Big Willy ambao umekuwa ukimsikia siku zote. Kwa hiyo kama ulikuwa ndo unaingia sasa hivi ndo hivyo. Anasema tunasubiri madini tu, ambra nyeusi tayari ameshamwaga mengi, lakini tunaendelea kuyamwaga. Huyu anaitwa Banda la Kunguni Kuvi Misuti kutoka Tegeta, pamoja sana. Asante sana my brother. Sasa Big Willy, tunarudi kwenye swali letu lile. Okay. Hao mabwana walikuwa wanakuheshimu sana. Bila shaka. Ni kweli. Wewe ndio umempokea profesa ambaye he was very hungry. Anawaka moto, ana rap kama amemeza cassette. Ni kweli. Alikuwaje hasa? Manake mpaka hapa tunamwona profesa huyu, manake alikuwa na guidance. Huo ulikuwa ni wakati mgumu sana, watu wanaingia kwenye matatizo mengi sana hapa. Achana tu na masuala ya uhuni, sijui matumizi ya uraibu na nini. That was the time ambayo pia hata maradhi yalikuwa na superstar katika hali ya umri mdogo. Ni jambo jingine. Uli manage vipi mbanga zake? Kwanza bana, naomba nimwite jina la zamani, Nigga J. Mti mkavu. Unaelewa? Yes, wametulinga. Ndio. J bwana, kiukweli ni mtu mmoja ambaye kwanza ni msikivu sana. Okay. Ni msikivu, lakini pia ni mbishi, na ubishi wake ni kwenye kitu ambacho yeye anakiamini. Okay. Na mara nyingi huwa anakuwa yuko right. Unaelewa? Yeah. Kwa hiyo
tulikuwa tunakaruzana sometime. Unaelewa? Bwana hii beat fanya hivi. Na kikubwa unajua je kati tunampokea alikuwa anaimba sana Kiingereza. Ndio. Ushaelewa? Yeah. Tukamba mwanangu, mambo Kiingereza haya achana nayo. Si unajua? Hebu Kiswahili, ushanielewa? Huwezi kuamini. Siku jana kuja anaanza kupiga verse za Kiswahili. Ilikuwa bonga surprise. Kanga unaona? Unaelewa? Kwa hiyo je ni mtu mmoja ambaye ni msikivu lakini ni mbishi kwa kitu ambacho anakiamini. Na yuko very sharp. Yaani kama mmepeana assignment hapa kuandika nyimbo fulani, si unajua? Yaani huwezi kuamini mshaka na title, si ndio? Baada kama saa mawili anakupigia simu. Bwana mimi tayari huko. Hey! Mshanielewa? Yaani ndio mtu wa design hiyo. Mshanielewa? Ana kipaji kikubwa sana kwenye kuandika, kwenye kuketch. Yaani hapo je kikweli nampa salute sana. Okay. Yeah. Okay, sawa. Mzee wangu hapa kidogo asija kama alikuwa anajitetea bwana. Hamna, mshikaji. Wewe sasa. Mimi nataka unipe story zake. Huyu bwana mimi naongea naye sana huyu bwana. Kwa hiyo leo nataka nikusikie wewe. What about Fanani? Fanani ana mikato yake fulani, unaelewa? Lakini sio mtata, unaelewa? Ila ana mambo yake kidogo kama vificho hivi. Okay. Yani ana kama kuna fulani zile Scorpios. Yani hivyo. Alikuwa mtu wa yani mambo yake kama vificho fulani. Hayuko straight yani. Okay. Ushanielewa? Lakini kwenye masuala kwa mfano kama ya kudai haki, Fanani alikuwa namba 1, asikwambie mtu. Kwenye kudai. Nakumbuka kuna kipindi kwa kuna concert moja ilifanyika Poolside pale. Siku zile huwezi kuamini. Fanani alianzisha mgomo atupanda kwenye stage. Huwezi kuamini. Na hiyo show kama ndio unakumbuka akamenda na Taji Leundi. Unakumbuka? Remember. Atukupanda kwenye stage. Fanani akamwambia bwana achana hiyo issue. Kama jamaa someki achana naye. Bwana mlimgomea mzee Taji? Nakwambia, serious. Mzee kwenye maslahi kidogo mimi mtata. Kwa sababu nakumbuka wile pia Bills jamaa alitaka kudhulumu. Mimi niligompigana na mabouncer watano. Akamchana kiwembe bouncer kwa sababu ananizuia kuingia ndani kwenda kuonana na promoter. Na show tumeshapiga. Lakini kumbe ilikuwa ishakuwa fixed kwamba sisi tuzuiliwe mtata nani Fanani. Huyo azuiliwe ili meneja atokee mlango wa pili asepe, na tulikuwa tuathiriki sisi tu kama Blasters. Kuna makundi mengine yalikuwepo zaidi ya 5 na yenyewe anadai haki zao, lakini hawana frontliner wa kuweza kwenda. So kwenye hilo mimi nanwaga ugomvi, sio wakati tunadai haki zetu. Baadaye. Kwa hiyo ikatokea Mbanga ilikuwa ni kubwa, unafikiri? Ilikuwa kubwa. Sio bwana kamchana kiwembe kabisa, nyama kabisa hivi, huwezi kuamini. Ilikuwa ni kubwa yani. Mzee. Asa mzee mimi ningefanyaje? Yeye bouncer. Umwelani vipi? No, tuweza kwenda Umwelani kwa sababu ilifika kiwembe ambacho nimekitumia mabouncer zaidi ya 6 wamekishika, na mimi nikamwambia twendeni kwa sababu polisi watu lazima wataenda kupima. Vidole vitakavyokutana vitaonekana kwenye kiwembe ndio vyaleshika ndio aletenda tukio. Alafu ikawa ngumu wale mabouncer waje polisi, maana kwamba wataacha klabu haina mtu. Utamwambia nini Mchaga? Ikabidi tukae tuzungumze, na ikabidi wao wanilipe kwa sababu hawakustahili wao kunipiga au kunizuia mimi ambaye ni entertainer kwenye ukumbi wao. Kuona maana kwamba walikuwa wanachukua sheria mikononi wakishirikiana na promoter ili kuminya haki yetu. Pesa ilitoka ikutoka? Ilitoka ya kutosha. Yani mpaka walinicompensate bro. Kwa sababu mbali na kumpiga kiwembe nilikuwa na manundu ya kutosha. Mdomo umevimba huku na nundu. Wewe mwenyewe walikupiga? Walinipiga. Walinipiga. Yaani ilikuwa sio kunipiga kusema. Maana nilikuwa nikipigwa huku na mimi napiga huku, nikipigwa huku, mabouncer kama 5, sio? Na bahati nzuri kipindi kile mazoezi yalikuwa yanafanyika kama unavyomuona Simba saizi kidogo kupungua. Simba alikuwa Simba kweli. Umeelewa? Big wheel kweli ilikuwa. Na mimi nikifuatia push up nini. Kwa hiyo hata vipigo vyao vilikwenda kupozwa na safari 2-3. I say. So Bigwile walikupa shida kidogo wakati huo, vijana wakati wanapambania hizo nafasi na nini. It was a little bit tough. Kikweli uko na bishi, nakumbuka kuna show moja, yani nikikumbuka hiyo show, unakumbuka hiyo show ya Kibaha, unakumbuka? Okay, Kibaha. Niliwaambia bana sikilizeni, tusiende kwenye hiyo show ya Kibaha mpaka jamaa alipe hela. Ushaelewa? Uwezi kuamini shikaji yule nikataa, akasema bana, kwanza akaniambiaje, unajua? Moja kipindi hicho mimi ndo karibu naenda kuoa. Ushaelewa? Yani ndo niko kama nimekwama hivi. Si unajua?
Sasa bwana wewe sasa hivi ushakuwa mtu wa mapenzi, si unajua zile kampeni sikizeni kama hela ipo twendeni, lakini msiende bila jamaa kulipa hela, sababu huwezi kujua kitatokea, si unajua. Jamaa wakanikataa wakaenda. Mimi nikamwambia mimi nitakuja, lakini mimi nitaibuka. Jamaa wakaibuka. Kwa hiyo baada mimi nikawasha ndinga mpaka Kibaha, tukapiga show. Muulize nini kilitokea. Jamaa akatuzingua, akutoa hela, huwezi kuamini. Alafu na ulishawaonya. Nishawaonya. Huwezi kuamini, ile gari ndio nao mimi. Tulipanda watu 12 tulipanda. 12 ile. Watu 12. Bito alafu. Ilikuwa Corolla kipindi kile. Ilikuwa Corolla. Corolla. Nikawapitisha washikaji wote majumbani kwao usiku ule. Saa 11 ndio narudi home. Niliwaambia nini? Kwa kuna vitu jamaa walikuwa sometimes kwa wanazingua, ulikuwa una ulezi. Mimi niko naelewa, lakini hao kuna kama wana kiherehere. Unaelewa? Yaani kwa kifupi kaka Kuvi, ndio maana mimi nilikuwa nikizungumza na nikasema kwamba kabla hata sijaenda kaburini lazima kila mtu nimpe maua yake. Niliwahi kuzungumza kwamba Hard Blasters ni Wile ni Hard Blasters. Umeshazungumza sana. Yes, kwa sababu sisi unajua hatujawahi kwenda studio, hatujawahi kuwa chini ya label yoyote kwanza. Na watu wa kipindi chetu wengi walikuwa na rekodi bure kwa sababu uwezo wa kulipa full album walikuwa wana. Lakini sisi tulikuwa tunalipa hela. Na hela alikuwa anatoa mwamba hela yake ya kazini. Just imagine album ambayo tulikwenda kufanya Soundcrafters alitoa hela nyingi. Alafu ile album Mwindi hataki kutoa hela ya kutosha. Ile album tuliweka chini. Alafu hela ambayo tumefanya funga kazi katoa tena huyu mzee. Ni sacrifice kubwa sana. Ni wachache wanaweza wakafanya namna hiyo. Umeelewa? Kwa sababu alikuwa na risk vitu vingi. Ni hela yake ya mshahara ameiweka kama tunapokuambia kwamba huyu kwetu ni kama alikuwa baba. Movement zote kuhusu sijui safari tunakwenda kwenye show wapi. Mimi nilikuwa sijiulizi kuhusu nauli. Najua baba yupo. Even prof. Umeelewa? Na mpaka tukawa tunatumia gari ya baba ile Bito. Mzee mwenyewe akawa anajua babake. Tukifika pale, leo wanatoka. Ina maana funguo inabidi kama Wile ameshindwa kumconvince Mshua, nikionekana tu mimi pale nikitia unyonge, Mshua anajua nini kinachotokea. Tunapata usafiri. So we respect him very much. Bro. Heshima yako sana. Respect sana. Sawa. Ladies and gentlemen, tuko na Hard Blasters hapa ambapo leo inawakilishwa na Big Wile pamoja na the one and only Fanani ambaye naye pia anatupitisha kwenye wakati muhimu sana. Tunayafanya haya leo kwa sababu tarehe 1 mwezi wa 5 tuna tukio moja zito, na tukio lenyewe ni kumheshimisha Professor Jay, ambaye anakwenda kupata heshima yake kupitia jukwaa la Bongo Flava Honor. Hii ni season 4 ambaye anatufungulia pazia hili sasa ni Professor Jay baada ya kumsubiri kwa muda mrefu, au sio bana? Yes. Sasa kwa namna moja ama nyingine tunakubaliana kwamba hawa ni sehemu ya maisha ya Professor Jay. That's why tunakumbushana hizi stories, umeona bana. Kwa hiyo Big Wile ni kama pia amemlea pia na professor mwenyewe. Unasikia hapo nauliza hapa na pale na nini, kadhia za hapa na pale kaka mkubwa alikuwa anazipitia. Big Wile atakuwa ni miongoni mwa wale ambao watakuwa na Professor Jay siku ya tarehe 1 mwezi wa 5. Unachotakiwa kukifanya sasa hivi, hakikisha kwamba unanunua tiketi yako mapema sana, au sio bana? Tiketi ya kawaida ya wale zangu na mimi wale ni 30,000 tu, au sio bana? Ila 3,000,000 pia ipo ambayo inakuwa ni team nakaa pale na kuenjoy. Na kama mnavyofahamu, kama ushawahi kuhudhuria Bongo Flava Honor, huwa ni classic kama kipindi chetu hichi cha The Classic. Kwa hivyo yote kwa yote, jitahidi sana uwe umeandika historia hii kwa namna moja ama nyingine. Sawa. Kwa hiyo Rudigo na Master hapo wamekamilisha. Alright. Big Wile. Was this your idea ama mola? Yani katikati ya mambo mengi sana, lakini ikatoka track ambayo ilikuwa very inspiring. Unajua kwa wakati ule ilikuwa ukiisikia unajiuliza hawa jamaa wamewaza nini, kwa sababu kipindi kile kila mmoja anawaza mangoma ya ugumu, nitakufanyaje, nitakukamua, nitakupiga, unajua. Lakini kaja track fulani hivi ya kunyoosha sana. Ilikuwa ni idea ambayo tulisema kwa nini tunakuwa tunafanya
nyimbo yani za mapenzi, yani tunaongelea mapenzi au nini maisha, kwa nini tusiongelee nyimbo ambayo kumzungumzia watu yani waweze kumtukuza Mwenyezi Mungu, unaelewa? Kwa ndo idea ilitokea hapo, ushaelewa? Kwamba tushaimba nyimbo nyingi, kwa nini sasa tusiimbe nyimbo ambayo ya kumsifu kumtukuza Mwenyezi Mungu, kufanya watu wasijisahau, ushanielewa? Yani watu wasijisahau, wamkumbuke Mwenyezi Mungu, sababu Mungu ndio kila kitu. Kwa hiyo idea ndio ilitokea hapo. Okay, safi sana. Fanani, Mola, ukiusikiliza sasa hivi baada ya miaka kama 26 tangu album imetoka, nini una kipicture hapo kwenye huu wimbo? Unajua tunafanyaga, ndio maana mara nyingine nasemaga kwamba sanaa tunapokuwa tunaifanya tunaweza tukafanya kwa njia positive na negative. Kwa sababu hii game tunaifanya au wasanii tunakuwa na connection fulani na Mungu kuhusiana na mambo yanayokuja, yaliyopo na ambao labda tuliweza kuona nyuma yamepita, lakini yanakuwa na impact kubwa sana. Sasa hizi ninapokuwa nausikia, kwanza nakuwa nasisimka. Kwa nini? Kwenye verse ambayo nimezungumza mimi, nimezungumzia vitu vya neema. Neema manake ni watu kupata msamaha pasipo kutumia nguvu, yani ni neema ya Mungu amekutunuku kuweza kufanya hicho. Nimeizungumza hapo. Sasa hizi nimeielewa zaidi, lakini kipindi cha nyuma wakati naandika nilikuwa hata sijui kwamba mbele kutakuwa na hili jambo la neema ya Mungu. Sijui umeelewa? Sahihi. So najikuta kwamba niliandika, lakini haikuwa tu ni akili yangu. Kuna wakati kuna spiritual knowledge au kuna nguvu za Mungu zinakuwa ndani yetu sisi kama wasanii. Pindi tunapofanya vitu vyetu, na ndio maana huwa napenda sana kuwaonya vijana kwamba unapokuwa unaandika kitu, hebu tafakari deep kwamba kinaweza kikaribu au kafanyaje kikajenga. Sawa, nguvu zote tunakuwa nazo na zote zinatoka juu. Ni jinsi gani tunazitumia. So saizi nikipicture naona kwamba tuliweza kuongea kitu kimoja kikubwa sana ambacho kwa mimi binafsi saizi ndo nakiishi. Umeelewa? Kwa sababu saizi mimi nimempokea Kristo na kama Bwana na Mwokozi wangu. So najiuliza kwamba kipindi kile sikuwa nimempokea, lakini nilizungumza hichi kitu. Now nimeingia kule, ina maana kwamba nilichaguliwa na Mungu since way back. Na ile ilikuwa ni sauti yake kupitia mimi katika kipindi kile. So ndio maana nataka tumepiga hapa, kuna namna moyo wangu umekutouch. Yes, it touched me a lot. Ni wimbo fulani ambao kila mwenye akili akiusikiliza unajua at the end of the day maisha huwa yanapita. Exactly. Na tunarudi kwa aliyetuumba. Kwa hiyo kimsingi kila mmoja anapaswa kutafakari. Hongereni sana for this song. Thank you. Inaingia miongoni mwa nyimbo zenye ukumbusho. Ambayo kwa mfano kuna hii ngoma kama Mfalme zilizokuja baadaye. Hii ya kwenu ilikuwa imetangulia. Kwa Mfalme ya FA. Kuna Chidi Benz na Tubu. So kuna nyimbo nyingine ambayo tulifanya kwenye album ya J, lakini nafikiri nyimbo zilikuwa nyingi. Machozi ya Shina Damu. Ile nyimbo ikutoka hivi. Okay. Na iko na hiyo nyimbo inaitwa Saa Yangu Itafika. Saa Yangu Itafika. Yani kwamba kaa ukijua kwamba ruka lakini saa yako itafika, utaondoka. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia kwamba saa yangu itafika, atatoa kilicho chake, umeelewa? Kwa hiyo yani kaa ukijua kwamba utakufa. Kwa hiyo ishi kwa kumtukuza Mungu, kuishi kwa yani uishi usitende dhambi hivyo yani. Kwa nyimbo kali sana. Yes. Na big up sana kwa Prof. Kama alivyosema kaka kwamba Prof ni mtu ambaye pia anafikiri kwa kina. Na mara nyingi anaweza akawa na ubishi kwenye jambo, lakini huwa ni jambo kubwa sana. Big up sana kwa kaka, kwa sababu umeona hata kwenye Mola ametembea verse 2. Nafikiri Willy alikuambia kwamba jamaa tukiweka assignment tu unasikia mtu tayari ana ya kutosha. Alikuwa faster professor kuliko maelezo. Yes. Okay. That's right. Amekuwa faster pia kwenye Bongo Flava order. Yes. Kashawa kusaja tayari. Kisha kijiji mtiti. All right, sawa. Big Willy, nani alikuja na the name Hard Blasters? Yani neno ile jina Hard Blasters mpaka limekuja kutokea. Sasa lilipita kwenye mchakato mkubwa sana. Asikwambie mtu. Yaani mpaka tulikuja kuliweka hivi. Who started it? I say. Sasa lilipita kwenye mambo mengi sana. Fanani, unakumbuka kilichotokea? Nakumbuka. Ndio tulishirikisha watu wengi sana. Okay, kwa hiyo halikuanzia kwa mtu mmoja. Yes, na nia kubwa kabisa ilikuwa, yani tulikuwa tunasema, tulikuwa tunamaanisha kwamba
watu ambao tunaweza kupambana vitu vigumu. Ndio maana yake halisi. Yani kwamba kuchanganua vitu vigumu, yani kutoa suluhisho. Ndio maana Hard Blasters. Yes. Okay. So ilikuwa ni mchakato kupata yes. Kwamba tujiteje, tushajita yani majina mengi tukaona lakini hiyo kidogo ile Hit Squad ambao ilikuwa nafanana na ya Mtoni kwamba bwana watu kukabidhi tubwage tunafanyaje sana. Hiyo sasa ikashirikisha sio sisi kama wasanii na wale ambao walikuwa wametuzunguka pembeni, brothers washikaji na nini, ndio tukaja kupata hiyo Blasters. So one of the biggest facts ambazo leo unaweza kuwa umezipata ni kwamba before ya kuitwa Hard Blasters tayari walikuwa wanataka kujiita Hit Squad ama walishajiita Hit Squad. Na Mtoni kwa tayari kulikuwa kuna Death Squad, kuna nini, kwa hiyo akaamua waliondoe hilo wabaki na la kwao. Tutarudi mara baada ya matangazo, baki nasi. Hili ya mwanzo ilitoka ya kwanza tufanye na Clouds 93 94 ilitoka. Yes, 94 ilitoka mambo mjini. Ya pili ambayo tufanye Soundcrafter zile ndio ilikutoka. Ile okay, kwa hiyo zilitakiwa ziwe 3. Yes. Kwa hiyo okay. Kwa hiyo tuna mbili. Okay. Mambo mjini na kazi. Bigu ile ambayo haikutoka ile na wewe kwa ushatoa mkwanja ilikuathiri kiasi gani? Kwa kweli haikuniathiri kwa sababu nilitoa ni kilo safi. Yes. Okay. Sawa bwana, lakini ulikuwa unatumia mkwanja wako mzee, vijana waende mjini. Na moyo wake tofauti mwamba. Wewe kazi ulianza kupiga kitambo 94. Yes. Okay. So wakati huo ulikuwa unapiga kazi wapi afu unaingia unapiga na game pia? Yes. Okay. Hata kipindi hicho Sugu ndo anakuja town. Akaona kuja ofisini kwangu. Ambayo ilikuwa ofisi wapi? Ilikuwa town. Sasa hivi ndo TRA quarters. Kipindi kile ilikuwa kuna benki pale. Ilikuwa ni benki gani sijui ilikuwa ile. Lakini benki ikawa imefilisika, kwa hiyo ndo tulirent pale ofisi yetu. Sasa hivi ndo TRA quarters. Okay. Ilikuwa ofisini kwangu. Kwa hiyo mlikuwa mnashughulika na nini wakati? Clearing and forwarding. Clearing and forwarding. Okay. Na mimi ndo profession yangu. Ulikuwa don kabisa. Mpaka sasa hivi. Mimi ndo profession yangu. Professional freight forwarder. Yes. Ndio Fanani alikuwa anatamba sana. Tulikuwa tunavimba. Tunavimba sana. Kwa ulikuwa tayari una dori kabisa. So why this album ilipewa jina la Funga Kazi? Yaani unajua tuliona kwamba hakuna album itakuja kuipiku, ndio maana tukaipa jina hilo. Okay. Afrika ilikuwa imejumuisha yani nyimbo za aina zote zenye message zote, ndio maana tukaipa jina la Funga Kazi. Alright. Sawa. So Funga Kazi kwa namna ambavyo nikiangalia na some of the tracks ambazo tumezisikia hapa ina impact zaidi ya 60%. Kwa hiyo mimi binafsi naiona tunaweza kuipa hadhi ya classic. Wenyewe mnairate vipi? Ni mnaipa hadhi ya classic album ama mnaitazamaje? Exactly. Sababu mwisho wa kazi ziko huko ndani. Huko ndani tumemzungumzia Mungu, ina maana imani na kuweza kutukumbusha sisi wanadamu tumetoka wapi. Sahihi. Huko ndani kuna mapenzi, kuna mamsa pale ambayo ni jambo ambalo kila mwanadamu anakutana nalo katika maisha. Huko ndani kuna nyimbo za mtaa, kuna nyimbo inaitwa Nusu Peponi Nusu Kuzimu ambayo inazungumzia mabalaa ya kutosha na jinsi dunia inapoelekea, sio? Huko ndani kuna nyimbo nyingine ambazo zinahusia swala la bata, kwa sababu kwenye chuzi limekubali mle ndani mambo yako safi, mambo yako poa, inabidi ujiachie, sio? Yes. Kwa hiyo mimi naipeleka mpaka kwenye 75 mpaka 80. Lazima nijiwekee manyama mzee. So tunakubaliana ni classic. Yes, it's classic. So Funga Kazi ni album ambayo tunaihesabu kama ni classic, na walikuwa wana sababu ya kusema kwamba hii ni Funga Kazi. Big Will umemsikia anasema walikuwa na uhakika kwamba hakutakuwa na album ambayo ingeweza kuifunika, na tunaweza kukubaliana wote kwamba hilo lilitokea kwa sababu ya wimbo huu ambao unaucheza kama ni classic jam of the hour number 2. Unaitwa Chemsha Bongo. Hapa ndio mambo yalikuja yakaanza kubadilika ile kinomanoma, na kwamba watu kwa kukubaliana kwamba ni wimbo ambao umekaa kwenye chati muda mrefu sana. Pengine katika historia naweza kaa ni wimbo ambao umekaa kwenye chati kwa muda mrefu sana kabisa. Kwa hiyo hapa kweli Funga Kazi ilikuwa imekamilika. So Professor J alipita ngoma nzima, alizungumza na Fanani akasema kwamba mlikubaliana kuwa
kila mmoja apige dude lake moja moja hivi, halafu pia kutokana na hadithi ya ilivyoanza hapo, mtu mwingine angeingia kati, inge interfere. Mimi nataka kufahamu baada ya hili dude kuripuka, Profesa sasa amekuwa pale on top pale, as a group haikuwa za kusumbua, maana hapo ndo chokochoko sasa, unajua wanaotaka kuwagombanisha hapo ndo wanaingia kati. Kwa namna gani ilisumbua? Kiukweli ilisumbua kwa sababu kama unavyosema, watu sasa, kuna baadhi ya watu sasa wakaanza kumshika kichwa, unajua zile bwana, wewe kwa nini usifanye hivi, usifanye issue zako mwenyewe, unajua. Kwa hiyo zilikuwa chochoko nyingi, lakini sisi kama sisi tulikuwa tunaelewana. Kwa hiyo hata hiyo kufanya albamu yake ya Machozi na Damu tulimpa sisi baraka zote. Kwenda solo sasa. Yes. Kwako vipi? Kwako vipi nani? Exactly, kama alivyosema kaka. La nachoweza kusema ni kwamba kwenye kipindi hicho Prof hakuweza kuvimba kichwa katika namna ile kiasi kwamba asahau nyumbani. Usahau kwamba hawa makaka ndio wamenikaribisha kwenye grupu na pia wamenipa nafasi ya kuweza kufanya hizi kazi. Kwa sababu kumbuka kwamba kabla ya Prof tulikuwa pia na Sugu, yani mtu ambaye angeweza kuhitaji kuwa na Blasters labda angehitaji nafasi, angeweza kuwa Sugu kama Profesa. Kwa sababu albamu yake ya mwanzo sisi ndio tulikuwa maproducer, natoka na tuna rekodi. Kwa hiyo haikumvimbisha kichwa hivyo Profesa na kujisahau. Umeelewa? Nimpe sana big up hiyo, kwa sababu ni wachache wanaweza kuhimili hilo jambo. Na hata tulikuwa tumetoa nafasi ya yeye aanze kufanya, tulikuwa tuna sababu ya kufanya hivyo. Umeelewa? Tulifanya vile kwa sababu nafikiri hata wile unakumbuka sacrifice ambayo Prof aliitoa ili tukamilishe album. Alikuwa yeye anafanya kazi Tanga kwenye kampuni ya bus ambayo saizi ndio Mixed by Yax. Sawa? Alikuwa akisafiri weekend na magari ya nyanya ya bidhaa kwa sababu muda unatoka kazini hakuna magari ya mabasi ya kusafiri. Kwa hiyo anasafiri kwa kuungaunga, ni usafiri wa riski mno. Na pia alikuwa na riski kazi yake kwa sababu kuna wakati mwingine anachelewa kurudi kazini. Kwa kufanya hayo yote tuliona ni jinsi gani Mwamba amejitoa. Kwa hiyo haikuwa na shida wala utata wa sisi kumwambia Mwamba kama tulivyokubaliana kwamba baada ya album hii kila mtu atatoa album yake, basi wewe utakuwa wa kwanza kutoa album. Kwa sababu tayari alikuwa yuko kwenye moto. Hatukuhitaji kuzima moto wake. Bali ilitakiwa tuendelee kuongeza kuni na vitu vingine ili moto uendelee kuwaka. Shout out to Professor J. Tunakutana tarehe 1 mwezi wa 5 inshallah. Kwa hiyo tuombeane uzima, tukutane hapo na tuweze kulikamilisha hili. Big Willy, nataka sasa uniambie upande wako. Kuna muda watu wakawa wanawashindanisha Profesa na Fanani mtu na ndugu yake kwenye hizo fitna na nini hizo, na hicho kitu najua hakijawahi kufutika. Kwenye game hizi zinatokea sana kwenye group kwamba fulani unajua kila mtu ana mashabiki wake. Na hata juzi ilikuwa nasoma comments kwenye ile clip ambayo ilikuwa alikuwa anamzungumzia Profesa Fanani, sababu na mimi nilikuwa nimekolabo. Kwa nilikuwa nasoma comments pale kuna watu wanasema hivi, mnajua kwamba alikuwa anaanza huyu afu Profesa anafanya, yani kwa mfano kama timu ya mpira kwamba anaanza Fanani afu Profesa anaingia sabu so hiyo na maana haijafutika mpaka leo. Sijui ulikuwa una utazamaji watu walivyokuwa wanawapambanisha wenyewe within the group. Mimi naona hao watu ambao wanafanya vile kipindi kile walikuwa kama sijui nisemeje, yani walikuwa, siwezi kusema sana sababu zao zilikuwa nini, lakini mimi naona Fanani na Jay kila mtu ana kitu chake. Yani kila mtu ana kitu chake tofauti. Sahihi. Kwa hiyo kushinanisha ilikuwa ni kosa. Haikuwa sawa yani. Ushanielewa? Walikuwa wanakosea kwa kifupi. Sawa. Sasa Chemsha Bongo ilitupa somo zuri sana, somo ambalo baadaye likarudi kwenu wenyewe. My brother hapa tushazungumza naye sana. Sawa. Na namshukuru sana kwa kuwa amekuwa muwazi, ametupa mafundisho mengi sana. My brother alikuja akatumkia kwenye uraibu wa madawa ambao umemtesa kwa miaka 16. Kwa kilichozungumzwa kwenye Chemsha Bongo kimerudi kwenye group, kinaanza kumtafuna sababu alishakuwa star mkubwa, lakini baadaye amekuja ametumbukia kwenye madawa ambayo yaliharibu career yake. Alikiri mara nyingi kwamba
aliharibu hata utaratibu wa group na ni kama aliumbisha kabisa, kwa sababu haikuweza tena kumpata kwenye shows, au anaweza akafanya vitu visivyo, akipoa hela anaingia mitini na vitu dhulumu sana washikaji. Asha kufanyaga jamaa. Kwa sababu mimi niko kazini, je yuko kazini. Mshikaji sababu alikuwa yuko free, tukampa kazi ya kuratibu mauzo. Ushaelewa? Kipindi kile mambo kugonga kopi. Kwa hiyo tunampa. Kwa hiyo jamaa akimpigia simu mdosi yule, bwana njoo gonge kopi. Mshikaji anagonga kopi, alafu atuambie, anaenda anavuta mkwanja na tulie. Ushaelewa? Sasa mimi sikio nikapita pale. Umeelewa? Yaani nipita tu pale. Bwana vipi? Bwana unaona kimya muda mrefu. Kama kimya muda mrefu vipi? Bwana tayari kila siku hapa fresh, John tufungulia, akanafungulia sasa pale kwenye record zile. Da, see. Kweli ili surprise vibaya sana, niliumia. Nikamfuata jamaa kipindi cha Kigogo kule. Nikamkuta maskani. Aliponiona tu akajua hapo kimenuka. Mkamalizana vipi? Ilikuwa noma sana kwa kweli. Alafu sio nikuta na Marcel, nikaona hapa inaweza ikawa shida. Unajua? Kabidi nimtimbie maza yake. Maza bwana ya mambo na hivi. Basi kwa pale ndo ikaweka mpasuko mkubwa sana. Baada hapo maki alikuwa ila nyingi. Ushaelewa? Hata JPL na album ilikuwa inauza sana. Sana. Bwana mzee, unaweza kutuambia kidogo ulipiga ngapi? Actually yani unajua namba kamili inakuwa ngumu kueleweka, kwa sababu unakuwa unakwenda leo kibeba 600,000, kesho kutwa 800,000, sijui hivi. Alafu kama unavyojua uraibu unapokuwa 800,000 au 600,000 sio hela kwenye uraibu. Yani after days you got nothing. Umeelewa? Yes. Na binafsi ndio maana hata hapo nilikuwa nasema kwamba mimi ni mdogo kwenye kundi. Kwa hiyo kuna wakati na kama nina deka. Sijui umeelewa? Niliwaumiza sana kwenye hicho. Ila namshukuru sana Mungu kwamba waliweza kuona mapungufu yangu, waliweza kuona madhaifu yangu, hawakuchukua kuweka kama chuki. Umeelewa? Wakawa wanaangalia ni jinsi gani tunaweza tukamsaidia huyu mtu, sababu tayari kishatumbukia kwenye janga hili. Umeelewa? Na kwenye hayo yote tunakwenda mpaka mwishoni, kwa sababu ni jambo la kushangaza. Unajua Prof mimi amenilipia karibuni milioni wakati menda soba, sio hela miezi 3. Big up sana kwake. Umeelewa? Kwamba kuangalia huyu mtu alishawahi kutuumiza hivi, aliwahi kutufanya hivi. Umeelewa? As long as ni pati ya mkono wetu, hatuwezi tukaukata. Umeelewa? Tutauosha tu. Na ndio maana nafikiri ni sehemu ya sisi kama Blasters tumekuwa tunaishi kwa upendo sana, bila kuangalia mapungufu ya mwingine. Kwa sababu kawaida nimewaumiza hivyo, lakini tusafanyana vimeomeo fulani. Ni vitu vya kawaida tunapokuwa kwenye group, but upendo umeweza kutusimamisha kwa pamoja, sio na kusahau yote ambayo alikuwa amepita nyuma. Alright. Yes. Okay. So wakati Fanani sasa watoto wa mtaani wanasema gari limewaka sasa, ameshapoteza kabisa, mlikuwa mnatupiwa sana lawama. Sana. Wewe sana. Na Profesa ilionekana nyinyi mmemtupa, sio kwamba yeye alikuwa anakabiliana na matatizo yake, lakini wewe na Profesa mlitupiwa sana hizo lawama, hao wamemtupa mwana bwana na nini, na hasa kwa sababu wewe ulikuwa hauonekani. Profesa ndo alibeba huo mzigo. Sijui wakati ule, na manake unajua ni family ilikuwa unamwona anapotaabika mara hivi na hivi. How was it kwa upande wako? Kiukweli mimi binafsi iliniumiza sana, na mara nyingi nilikuwa namtafuta jamaa, namtafuta ndugu yangu, tunafanyaje hapa, ushaelewa? Lakini sasa tunakaa tunaongea kabisa fresh kabisa, unataka kaelewa, anabadilika, si ndio? Kama hela unampa, si unajua, lakini unashangaa baada ya siku chache, yani ile issue inakuwa kama imeingia huko imetokea huko, anarudi mle. Alafu mbaya zaidi akaona pita hata kwa washikaji wengine, sawa, ambao walikuwa wanamheshimu. Unajua zile sometimes anaibukia kazini, si unajua zile. Kwa sababu ni mtu mkubwa. Alafu jamaa ananipigia simu mimi. Bwana mshikaji wako si unajua. Yaani kikweli mimi ilinizunisha sana, lakini ni mambo ambayo ya kupita. Kikubwa ni kwamba tushukuru Mungu ametoka kwenye situation, basi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Tunaendelea kukupongeza my brother. Thank you. Kutoka kule ambako umetoka kwenye ile vita ambayo ni ngumu sana. Watu wanaizungumza kama ni kitu rahisi, lakini kwa mtu ambaye alishawahi kuwa na mtu wa karibu tu anajua ni lakini pia tunaendelea kukuombea kwa Mungu hiyo strength, Yes. iendelee kuishi siku zote, na
sisi tunajifunza sana kupitia wewe na haya ambayo kadhia hizi ambazo umezipitia. Sasa narudi kidogo narudi kidogo YouTube hapa. Na kutana wake leo watu wamefurahia sana kusema kweli uwepo wenu. Kwa hiyo najaribu kuzisoma baadhi tena ya message ambazo zimeingia hapa. George Otu anasema kaandika tu unyama mwingi, amefurahia. Eligenius Bildad amefurahia tukaweka alama za moto. Okay, Eric kutokea Mtowisa tuko pamoja. Steven John anasema zamani kama huwezi kupanga vina wewe ni horrible. Asante Jabir kutukumbusha enzi zetu. Kwa hiyo wazee mnaambia mnapanga sana vina. Jeffa Mzaram nipo na Roja wa Mbagala 3 Kala naifuatilia show ya The Classic. Aha, Jafari Mzalamu msalimie sana Rajabu au sio bwana? Roja kutoka Mbagala 3 Kala, mtu makini sana huyu bwana. Nimefurahia sana kusikia kwa mnatufuatilia pia kupitia YouTube. Isaiah Wanjiro anasema nawapata vyema, jioni njema. Asante sana na wewe pia tunakutakia jioni njema pia. Alright. Frank Kasase Kadende anasema nawasikiliza HBC long time ago. Anasema long time, okay? Shukrani sana Kasase Kadende. Okay, mzee Roger sasa mwenyewe anasema show ya leo iko safi sana. Roger kutoka Mbagala 3 Kala, huyo Mbagala rangi 3, yuko na Saidi Mpamba, Ramso na Jafar wanafuatilia show ya The Classic. Asante my brother Roger. Asante kwa kuwakilisha Mbagala 3 Colors hapo. So yeah bana, tuna cheki mawili matatu hivi na ujumbe wako pia ni muhimu sana kwa wale ambao yeah, sawa. Let's get back kwenye the title. Tutarudia hapa the title, nusu peponi nusu kuzimu. The story about that song ilikuwa nini hasa, the idea na kila kitu? Hiyo ndio maana tunasema kwamba tupo katika kumheshimisha kaka profesa na ili wazo la hii nyimbo ya nusu peponi nusu kuzimu ni wazo ambalo lilikuja nalo. Ilikuwa ni wazo lilikuja nalo la hiyo nyimbo. La profesa. Yes, okay. Akawa ameandika verse, kaka naye hapa akaunga mkono akaandika verse. Mimi ni sikuandika verse, kuna mtu nilimleta ndani. Jeff Jafar, yes, kwa sababu nyimbo lingekuwa ni treni sasa. Kwa hiyo ikabidi mimi make siku ya kurekodi tunatizama kwa sababu verse nilikopo nayo. Lakini tunaona kwamba inakuwa ni ndefu, ikabidi akae Jeff Jafar. Lakini hii pia ni sehemu ya idea ya prof nusu peponi nusu kuzimu. Yes. Okay. Big up kwake, big up sana. Okay. So professor tabida tuambia aliwaza nini nusu peponi nusu kuzimu. All right, so when we uanze we au mimi, yeah niamini, sema nataka uwe na mimi mama. Watu wenye fitina wanaleta majungu, wachane na mimi, yeah hivi kwa nini sema utaki kuniamini mama? Nyoyo zipo pamoja mpaka siku ya kifo, uanze we au mimi. Amini, tuko pamoja safarini wala sigeuki. Tuko makini na yenye chuki hivi hujabaini. Wanakudanganya maneno kuki eti napenda chini. Eti na kuas na ukutuki hivi naingia akilini. Ni muda gani na ni lini si tuko pamoja? Kama si uzushi ni nini? Wanga na jikongoja. Ninakupenda kwa ukalando maana umetunga hoja. Tutengane iwe fly utazamia vioja. Usiamini mara moja wengi vizaviza bina. Wapika majungu na fitina maguju wa shirikina. Pima vema tena kwa kina tusije tukaachana. Tapa msemo keno meno itakuwa haina maana. Mara tu tumefarakana bibia itakuwa aibu. Tujaribu kuvumiliana, penzi ni taratibu. Mambo ya jana sio ya leo, sije tukaribu. Hebu sikia sogea karibu, nani wa kunigiribu? Kwako sioni sisikii, ukiniacha utaniadhibu. Wewe nipe dhabibu mpaka nitakapokufa. Tushirikiane kuziba ufa, wanga wasitufuate. Na furahi unavyonipenda sinyo nasema asante. Wewe nipe denda nipe mate, mama subiri fungate. Msiwafinda mpaka tukate. Wewe na mimi nipo lazikula yamini. Wewe na mimi Mama Ray hebu niamini. Wade Fanana najua mimi waga nikisikia hiyo Mama Ray hebu niamini waga nacheka sana. Nimemuuliza anambia ulishikwa kipindi hiyo kamtaja Mama Ray kwenye wimbo.
Actually ndani kila mtu alimtaja mtu wake. Kaka ulimsikia hapa alimtaja Miss Mangata, Miss Mangana ambaye ndo mke wake. Okay. Yes. Okay. Yani alichokiahidi kimetimia. Okay. Najua mimi kwa sababu nilikuwa nacheka hiyo unavolalamika. Mama Ray, hebu niamini. So hakuna mkate kidogo msikilizaji. Mkate mgumu mbele ya chai kaka. Leo kifua yangu imeoza sana lakini tuvumiliane. Okay, sawa. Niamini. Katikati hapa watu wanajiamini, wanazungumzia kwamba wimbo bora wa rap wa mapenzi. Kila mmoja ambaye ametoa wimbo mkali kwa mfano ndugu zangu kabisa Joe na chochote popote anakwambia kwake ndio bora wa mapenzi wa muda wote. Mwanaifei anazo za kwake au sio bwana nafikiri ana kiboko yangu, nafikiri kuna ya laiti pia kwa mbezo mbili naye anatundo silaha zake, na kila mmoja mnaureti vipi wimbo bora kabisa wa muda wote wa rap ya mapenzi, ama nyinyi mnautazamaje nyinyi wenyewe? Ni bora kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza uandishi ambao tumeufanya mle ndani na uhalisia wa kile tunachozungumza. Kwa sababu Mama Ray sio mwanamke wa mchongo. Kaka hapa Mangana sio mchongo. Na Prof alimtaja Rizzy kule kipindi kile kuwa mchongo kwa sababu ndo alikuwa mtu wake. Okay. Alafu tunarudi kwenye production. Hii nyimbo ina mikono mitatu ya watu. Ndani kuna mkono wa Professor Rudigo. Sawa. Yuko Master J kama kawa. Alafu yuko super duper producer Majani. Ndo alimaliza mixing na mastering. Majani alishiriki. Yes. Na ndio maana huu mwimbo unaishi miaka yote. Wanaweza wakajiwekea vijana manyama kwamba za kwa bora. Lakini probably ndio wimbo pekee ambao Majani, Master na Rudigo wamefanya pamoja. Of course. Katika nyimbo kuna mwingine kweli ambao wamefanya wote watatu, Rudigo, Master na P. Sijapata kusikia. Kwa hiyo hii kwetu ni classic kabisa. Ni nyimbo ambayo inaishi miaka yote. Na ubora wake kupungua aisee watasubiri sana. Sawa. Msikilizaji na mtazamaji, how do you rate Niamini ya Hard Lasters katika rap bora za mapenzi za muda wote? Kila mmoja na ya kwake ambayo kwa namna moja ama nyingine amekuwa akizungumza. How do you rate this one? Niamini ya Hard Lasters. Ningependa na wewe pia uniambie, au sio kupitia hiki ambacho tumekifanya hapa, na unabakia kuwa ni miongoni mwa ngoma bora kabisa za muda wote kwangu mimi. Inabaki sasa tunakimbia make na time inatukimbia. Exactly. So yani you can't say that, lakini ilikuwa ni wakati mzuri sana. Nilikuwa kama mshikaji hapo wakati huo. Check bobu nini, lakini nilikuwa napenda sana Unyamwezi. Yes. Lakini that time nilivyoisikia Bongo Dar es Salaam nilikuwa very proud na muziki wetu. I felt like tumeshasikia New York yale tangu zamani. So upigwa hii naikumbuka kabisa na ifeel mpaka leo. Big Afro kidogo nilikuwa nimekuzidi wanangu. Big Afro nilifeel vizuri sana wakati natoka Bongo Dar es Salaam. Wimbo ulikuwa mkubwa sana. Profesa amekuwa solo hapo Chozi Jasho na Damu inakuja. Yes. Kwa upande wenu, wewe unapitia mbanga za kusumbua bro pale na nini, iliwapa feelings gani kwamba maneno sasa anakwenda solo na ndo anapasua? Maana this was a massive hit. Kwa mimi binafsi yangu nilifarijika kwa sababu bahati nzuri ni nyimbo ambazo tulikuwa tunazijua kabla hazijaenda kuwa recorded. Tulikuwa tunajua kabisa kwamba balaa linalokwenda kutokea huko mbele sio balaa dogo. Sio, umeelewa? Sio balaa dogo kutokana na ubora wa mistari uliokuwa umeandikwa, creativity ambayo imefanyika huko ndani. Na ndio maana nilikuwa nazungumza mara zote kwamba Prof kwa wakati wote amekuwa katika wakati wake pindi alipokuwa anafanya jambo lake. Kwa sababu analifanya katika ukamilifu, sio kama ambavyo unaosikiza kwenye Bongo Dar es Salaam. Na kwa bahati nzuri upendo wetu sisi ndani ya crew ulikuwa unafanya kwamba tufurahie kila aina ya mafanikio ambayo Prof anakuwa nayo. Hata kama hatukuwepo kwenye ile sehemu, labda kwenye hiyo album hatukushiriki kwenye hiyo, ilikuwa kwa mfano mimi kama Fanani ilikuwa inizui kuwa proud na kile ambacho nilifanya Prof. Kwa sababu najua kwamba Prof ni sehemu yangu
ni sehemu ya Blasters. Okay. Yes. Big Willy, najua as a brother ulikuwa proud na Professor Jay kwa muda mwingi sana. This time umejiweka pembeni alafu unamwona Professor yuko hivi. How proudly ulikuwa yani wakati huo? Mimi binafsi Professor ni mdoto kikweli, huwa nasiliana naye kwanza. Okay. Mara nyingi yani alipokuwa ameanza kwenda solo, mara nyingi Professor na kipi nitachi naye mara nyingi. Okay. Kwa mimi mara nyingi kweli niko proud naye. Yes. Okay. Okay. Dude limeenda viral yani, kila mtu analizungumzia bana. Nafikiri it was this time ndio si muda mrefu, maki hapa bado ilikuwa ni Jay hapa. Yes, of course. Sababu hii si Machozi Jasho na Damu. Hii ni project yake ya kwanza. Ya nje ya crew. Kumbuka tulisema kwamba tulikuwa tumewekeana utaratibu kila mtu atoe albamu yake. Hata alipotoa Machozi, mimi pia nilikuwa naenda kurekodi albamu yangu ambayo tayari ilikuwa imeshalipiwa. Ila kwa sababu ya uraibu nilishia nyimbo ngapi? 6 5. 6 nafikiri. Nifanya nyimbo kama 6 au 5. Na kwenye hizo nyimbo Pigo la Mwaka likiwa moja wapo kwenye zile kazi kwa pale. Yes, Master J. Ila kwa sababu ya uraibu sikuweza kumaliza. Ila nilikuwa naona kabisa kwamba Prof ametoka na hii na mimi nakuja na mzigo wangu huko. Yani tulikuwa tuna uhakika wa kuweza kuikamata game hii kwa zaidi ya miaka 10 yani kama Ad Blasters. Ila unajua Mungu si Wasumani kaka. Madawa bwana, madawa mieyusho sana. Naelewa watu ambao wanakuwa wanapambana nayo. So lakini here we go bwana. Leo tunatengeneza historia. Hii yote ni sehemu ya historia. Exactly, yani yametokea yote ili leo watu wajifunze. Ni kweli. Ni kweli. Yeah. So tunakwenda kumheshimisha Professor Jay tarehe 1 mwezi wa 5. Inshallah tutakuwa pamoja na kila kitu. Yes. Sawa. Big Willy umekuja na kijana wako bwana hapa. Ba, mambo vipi? Poa. Shwari kabisa. Wewe ni nani wewe? Big Willy Junior ama? Yeah, Big Willy Junior. Unatumia nalo jina? No. 23 Afro. Jina lako ni 23 Afro? Yeah. Okay. Upo kwenye sanaa? No, ila napenda. Unapenda? Yeah. Okay, sasa umeona historia ya Mshua? Yeah. Yaani Mshua kama tungekuwa tuna madirector wa wepesi kama wenzetu walivyotengeneza filamu za Wu-Tang, Biggie, Tupac, ungekuwa unamuona kwenye filamu ama documentary moja kubwa sana. Yeah. Historia yake imeshiba kama leo tulivyoweza kuzungumza naye. Uko inspired kiasi gani? Mimi nipo inspired sana kwa sababu mwenyewe ni mtu ambaye anapenda muziki. Okay. Muda mwingi nakuta nakaa nasikiliza nyimbo zao za zamani. Unazisikiliza Sana tu. Hongera sana. Vijana wengi wengine wanaweza kuambia mimi Mshua sikuelewi kabisa mtokuwa mnaimba. Wengine wanasema. So wewe kwa unazisikiliza nani? So una interest ya kurap kidogo ama? Yeah, napenda kurap. Yes, unajua mambo ya chuo nini ananibana. Okay. Au Mshua anaita mkwala usiingie kwenye muziki? Hamna, ni vile tu nasoma chuo nini kinakuwa kinanibana. Okay. Sasa unasoma chuo gani sasa hivi? Tumaini. Okay. University. Unapigia mambo ya record management and office administration. Okay, hongera sana. Thank you. So baya kwa sababu bado you got that time kidogo bado mdogo na nini, kwa hiyo yote yanawezekana. Na unakuwa hatari zaidi ukiwa msomi huku. Exactly. Ndio sana profesa mzee hapo pia haikuwasumbua sana. Nafikiri na Black Rhino haikusumbua kabisa. Yes. Kwa hiyo nafikiri ni wakati mzuri sana. So tunaelekea ukingoni jamani, muda wetu umekimbia sana. Mimi nataka tucheze mchezo mmoja hapa kidogo, Big Willy na Fanani. Bwana mnacheka. Nataka kuna kama mchezo kamoja hapa tucheze. Unajua baridi imetupiga, mimi kifua kinaniuma sana. Nataka na mimi mwenyewe changamke kidogo. Ni changamke hata mimi mwenyewe. Kwa hiyo huu mchezo waga tunacheza na mtu mmoja, lakini leo tutacheza na watu wawili for the very first time. Si ndio DJ Mbu? Leo inabidi Big Willy na kukaribisha rasmi kwenye The Classic ili kuwapata habari tu. Hapa bwana tuna mchezo unaitwa Mida ya Lawama. Ushakuona Fred? Ushakutana nao? Nishakusikia ila wewe kunikuta. Hauje kukukuta? Leo sasa umekukuta. Leo umekukuta leo. Kwa hiyo sawa, Big Willy kwenye Mida ya Lawama hii bwana nataka nakutajia watu ama crew 2. Wewe unatakiwa uchague moja tu. Na huyu unayemwacha sio kwamba labda hawezi ama vipi, lakini wewe unamchagua mmoja. Kwa hiyo tutakuwa tuko tayari. Tunaenda wote. Yes. Swali moja kwa wote wawili. Ndio.
Okay, Hard Blasters leo wameingia kwenye 18 za mida ya lawama. Okay, tunaanza ya kwanza kabisa. Sauce B au Fanani? Tuanza na Fanani. 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 Big Willy, Sauce B au Fanani? Sauce B. Sauce B. Kakuua mbele yako, tunaondoka. Okay, ya pili. Sauce B au Soggy Doggy Anta? Fanani. Soggy Doggy Anta. Soggy Doggy Anta. Big Willy, Sauce B au Soggy Doggy Anta? Soggy. Soggy. Okay. Here we go. Tunakwenda jingine. Zavara au Sugu? Sugu. Big Willy, Zavara. Sugu. Sugu. Okay. Sawa. KBC, Kibacha au Hashim Dogo? No. Dogo mwenda wazimu. Dogo mwenda wazimu. Big Willy, KBC. KBC. Okay, sawa. Bonny Love au P-Funk Majani? P-Funk Majani. P-Funk Majani. Big Willy, Bonny Love. Bonny Love. Bonny Love. Okay. Sawa. P-Funk Majani au Master J? P-Funk Majani. P-Funk Majani. Big Willy, P-Funk au Master J? P-Funk. All right. Sawa. Okay. Professor J au Sugu? Yani. Kubrazi kifua kidogo. Okay. Sugu. Bana Professor umeona? Sawa. Big Willy, Professor J au Sugu? Professor J. Professor J. Sana. Wu-Tang Clan au Naughty by Nature? Wu-Tang. Wu-Tang. Big Willy, Wu-Tang Clan au Naughty by Nature? Naughty by Nature. Sawa. Ya mwisho kabisa kwa leo, Hard Blasters au Kwanza Unit? Hard Blasters. Big Willy, Hard Blasters au Kwanza Unit? Hard Blasters. Asante sana. So ndugu zangu, tumefikia ukingoni sana. Ningependa kusikia maneno yenu kuhusiana na Bongo Flava Owner ya Professor J. Ya heshima kabisa. Kuna mengi, najua plaque itapatikana pale, lakini yote kwa yote baada ya wakati mzito sana Professor J anasimama tena, na anatupa burudani ya heshima kabisa. Nini unaweza ukakizungumza Fanani, na tunatarajia nini kutoka kwako? Mimi nilikuwa na neno la kuambia wasikilizaji na wapenzi wa hip hop kwamba Mayday yani ni siku moja azimu ambayo haitakuja kutokea tena. Kwa sababu huyu prof ambaye ni mchonga barabara, ambaye kwa namna moja ukubwa ametumika au amefanya alichokifanya kimeweza kujenga daraja la watu kufika hapa tulipo. Umeelewa, kufanya mziki ulasimishwe, iwe ni sehemu ya biashara, iwe ni sehemu ambayo unaweza kupata knowledge, anakwenda kuheshimishwa siku hiyo. Kwa hiyo sio siku ya kukosa, watu wafike kwa wingi, na sisi kama Hard Blasters, kwa sababu hatujawahi kuwa nyuma na kaka mkubwa, tutakuwepo pamoja kuweza kuonyesha Hard Blasters tulikuwaje. Okay. Kuonyesha ile HBC Trinity inafanya kazi yake. Yes. Sawa. Big Willy, leo tumefurahi sana bana. Majiunga nasi na sisi tumefurahia kusema kweli. Na mimi nimefurahi kwa hapo pia. Yeah. La kutuambia kuelekea kwenye siku hii muhimu sana katika historia ya game letu. Kwa wasikilizaji wote wa EFM na Watanzania wote kwa ujumla, tarehe moja kwanza ni mapumziko. Ndio. Yes. Yani ni public holiday. Kwa hiyo watu wote watakuwa nyumbani. Nachoweza kuambia kwamba kwanza tiketi ununue mapema, kwa sababu tiketi jinsi nilivyosikia zinakaribia kuisha. I say so serious. Okay. Yani zinakaribia kuisha. Yeah. Zimbaki zile kubwa kinzi ndogo zile zinakaribia kuisha. Kwa hiyo changamkie tiketi mapema na wawahi eneo la tukio. Na sisi kama walivyosema Fanani hapa tutakuwepo kukiwasha na Professor J. Okay. Sawa.
Bana, mimi nawashukuru sana kwa leo kuweza kufika. Naamini kwamba tutakutana kabla tena tarehe 1 inshallah, usio inshallah. Yeah. Kwa hiyo tutakutana tena hapo, na kwa namna moja ama nyingine nimefurahi sana leo kuweza kuzungumza 23 Afro. Yeah. 23 Afro, shukrani sana. Mimi nakutakia kila laheri katika safari yako.